sababu ya ulinzi wako. Umekuwa nasi wiki nzima, tumeendelea vyema. Tunakushukuru, tunainua jina lako kwa sababu ya upendo wako. Wakati huu Bwana tunakuja mbele mwako tukushukuru. Asante kwa washiriki wote ambao wameweza kufika wakati huu, na bado tunaombea wale bado wanakuja ili waweze kupata baraka yako. Asante kwa mnenaji wa siku ya leo, tunajikabidhi mkononi mwako ili mtumie, maana yeye ni chombo chako. Naombea kila mmoja wetu tukienda kusikia neno lako, tutende neno lako kadri ya mapenzi yako. Utubariki na utuongoze, maana ninaomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Nashukuru Mungu kuweza kuwa hapa siku ya leo. Nafurahi kwa sababu tunaingia msimu safi, msimu wa baraka, msimu wa kujikumbusha kuzaliwa kwake Yesu Kristo, na ni msimu ambayo kwa kawaida huwa tunakuwa na sherehe nyingi sana, na tunashukuru Mungu hii wiki tumekuwa na sherehe. Kuna sherehe mbili ya kufurahia, watu wakirekebisha na kusafisha ile walianza vibaya. Tunashukuru Mungu tumekuwa na nafasi ya hawa wapendwa kujihoji ili tukakamilisha hasa ndoa zetu. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Ni kumaanisha kwamba katika mioyo yetu tunatambua uwepo wa Yesu Kristo, na hivyo basi hatuwezi kukaa kama vile tumekuwa tukikaa, ni lazima tubadilishe. Wiki uliopita tuliweza kukamilisha machache kuhusu mavuno, na hii wiki mpaka mwisho wa huu mwaka tutashughulika sana, tuangalie mambo ambayo yanaambatana na Christmas, mambo ambayo yanaambatana kuzaliwa kwake Yesu Kristo, ili tunaposherehekea tunajua ni nini tunasherehekea. Kwa sababu watu wengi wanasherehekea bila kujua ni nini wanasherehekea. Kwa sababu imeandikwa ni Christmas na ni holiday na una kazi kwingine ya kwenda, labda umepata likizo fupi kwa sababu ya Christmas. Na kwa sababu hujui Christmas ni nini, unasherehekea kwa namna ambayo haiambatani na hata Biblia. Hapo unakuta tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tunamkufuru Mungu, tunamkosea Mungu, na huko tunafikiria tunampendeza kwa sababu tunafurahia eti kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana kuenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na ile hali tunadhani kwamba tunasherehekea ama tunaadhimisha kuzaliwa kwake Yesu Kristo kule Bethlehem kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu wote na dunia nzima. Hivyo siku ya leo tutaanza mfululizo huo ambao tutajifundisha zaidi kuhusu Christmas, na ni kwa nini na sababu gani, a series that will help us to learn more about Jesus and why he came into this world, and why God intervened in the history of mankind to bring about such a season. Kwa hivyo siku ya leo na msimu huu kwa mwaka huu tutaangalia umuhimu wa ubinadamu wa Yesu. Umuhimu wa ubinadamu wa Yesu. We are talking about significance of Christ's humanity. Significance of Christ's humanity. Umuhimu wa ubinadamu wa Yesu. Najua kwa dunia nzima kuna dini tofauti tofauti, na wengine wamechukua kwamba Yesu tunapomtaja kwamba ni mwana wa Mungu na ni Mungu na amechukua mwili wa mwanadamu, wanaona udhaifu pale. Kuna madhehebu mengine ambao wanasema Yesu kuwa mwanadamu ni kumaanisha kwamba yeye si Mungu, ni kumaanisha kwamba yeye ni kiumbe kama wale viumbe wengine wote kama sisi. Lakini sivyo. Kuchukua mwili wa mwanadamu kwake Yesu Kristo haimaanishi kwamba yeye amepunguza utukufu wake ama yeye si Mungu tena. Hiyo tu ilikuwa kwa kusudi ya kuweza kuingia katika historia ya wanadamu na kuweza kutimiza kile ambacho hakuna yeyote ambaye angeweza kutimiza, yani ukombozi wa mwanadamu.
na hivyo Mungu alichagua kufanya hivyo ili aweze kutufikia. Ndio maana tunasema katika Biblia, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Yeye kuchukua mwili wa mwanadamu na kuingia katikati yetu ni kuweza kutuonyesha mambo mengi sana kuhusu Mungu ambaye hatungeelewa, hatungeweza kuyafafanua bila yeye kuja katikati yetu. And therefore, being a human being, 100% human being, 100% God, does not make him lesser in any way, but it makes it very possible for mankind to be saved. Na kwa hivyo tungependa kuangalia umuhimu wa Yesu, ubinadamu wa Yesu, the significance of Christ's humanity. Na leo tutaanzia mahali ilianzia. We will begin from the beginning. We begin from where all it started. In the book of in the Gospels, that is Matthew, Mark, Luke and John, Jesus is portrayed in different faces. Yesu anatambulishwa ama tunajulishwa na hawa wainjilisti, Mathayo, Marko, Luka pamoja na Yohana, wanatujulisha Yesu kutoka kwa kila sehemu. Na tukiona hawa wainjilisti vile walivyoandika kuhusu Yesu Kristo, inatupatia kazi zake Yesu Kristo kwa muhtasari na kutuonyesha yeye ni nani. Kwa mfano, ukiangalia Mathayo, Yesu anajulikana akiwa ni mfalme. He's the king. He's the king of his people. He's the king of the universe. Tunamuona akiwa mfalme. Alafu ukikuja katika kitabu cha Marko anamtazama Yesu akiwa ni mtumishi, a servant of God. Anamuona akiwa ni mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi kwa kasi. Anafanya hii, akitoka hapo anaenda kwingine, akitoka anaenda kwingine. That is why you find the book of Luke, the book of Mark with the word immediately. Immediately Jesus did. Immediately Jesus did. Mtumishi ambaye alikuwa anaenda kazi kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu ambaye ilihitajika kwa muda mfupi ambaye alikuwa naye hapa duniani. Yeye alimaliza karibu miaka 30 hapa duniani, na kwa hiyo miaka 30 ilikuwa atufundishe kuhusu mbinguni, atufundishe kuhusu dhambi, atufundishe kuhusu utakatifu, atufundishe jinsi wakavyoenenda katika ulimwengu huu kabla kurudi kwake mara ya pili. Immediately ukiangalia kwa kitabu ya Marko ni kuonyesha kwamba Yesu alikuwa anajaribu kuokoa muda, kwa sababu hakuwa na muda mwingi kuweza kutimiza kazi ambayo Mungu alimpatia. Tukiingia katika kitabu cha Luka anamchora picha ya kwamba Yesu ni mwana wa Adamu, son of man. So from king, servant to son of man. Ni mwanadamu kamili ambaye yuko na wazazi hapa duniani, Yusufu na Maria, lakini tunajua kwamba Yusufu hakuhusika katika kumleta Kristo katika dunia hii, kwa sababu yeye Mariamu alichukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu tu ni foster father ambaye alimpatia nafasi ya kuweza kuzaliwa katika familia ya Daudi kama vile manabii walikuwa wametangulia kusema. Kwa hivyo ilikuwa ni kutimiza ile unabii ambayo manabii kupitia sauti ya unabii kwa kuelekezwa na Mungu waliweza kusema hivyo. Hata hivyo pia tunajua kwamba Mary ni mjukuu wa Daudi. Kwa hivyo ukiangalia Mary na Yusufu walikuwa cousins. Katika mtindo na maisha ya wana wa Israeli, to marry a cousin was not a problem. You know, Sarah na Abraham are not very far from each other. Kuja kuangalia Rebecca na Isaac, they are cousins. Kuja uangalie Jacob pamoja na wake wawili wana sisters, unakuta pia si umbali. You know, they are just around there. Unakuta ni cousins, and that was not a problem with them those days. Na ilikubalika so that wasije wakaharibu ile kutengwa na Mungu, kwamba wana wa Israeli wasioe watu wa mataifa. So it was not a problem. So Joseph and Mary are cousins. Both of them are children of David. Kwa hivyo hiyo inamaanisha nini? Yesu akazaliwa katika familia ya Daudi kama vile ilivyotabiriwa, a son of David. In both ways, ukimwangalia ni mjukuu wa Daudi, na hivyo ndio inakuwa. So Luka anatuonyesha kwamba Yesu ni mwanadamu
Na ukiangalia genealogy ambayo imetolewa pale, imetoka kutoka kwa Adam ikakuja mpaka kwa Abraham na mwisho ikakuja mpaka kwa Daudi, ikamalizia akiwa mwana wa Daudi kupitia kwa Yusufu na Mariamu. So we see a true 100% man ukiangalia katika kitabu cha Luka. Alafu ukija katika kitabu cha Yohana, unamkuta Yesu anatangulishwa pale ama anaelezwa pale akiwa ni mwana wa Mungu. The deity of Christ is emphasized in the book of John. Yohana anajaribu kusisitiza kwamba Yesu ni Mungu. Na anaonyesha wazi kwamba jinsi anavyokuwa Mungu ni kwa sababu alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akazaliwa na bikira. Na hapo tunamuona akiwa ni mtu tofauti. Ametoka mbinguni na yeye kila wakati anasema ni yule aliyetoka mbinguni, ameona utukufu wa Mungu na ametufunulia utukufu wa Mungu. So is God the Son, the reflection of God himself walking in our midst. So ukiangalia mfalme, mtumishi, mwanadamu na Mungu, yote inachangia kusema Christmas is a special season. Mahali ambapo tunaona Mungu akitembea katikati ya mwanadamu, katikati ya wanadamu kwa kusudi ya kuvunja ile mipaka ambayo dhambi na mwovu shetani alikuwa ameweka, ili sisi tupate nafasi ya kuweza kuingia katika utukufu wa Mungu. Na kwa hivyo leo tunaanza mahali ilianzia katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza. Tungependa tufungue pale Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 14, lakini tutaangalia mstari ya kwanza 3, alafu tutamalizia mstari wa 14. Yale mengine katikati tutaangalia siku nyingine. Lakini kwa sababu ya kupata ile mfululizo tutasoma Yohana mlango wa kwanza, Yohana mtakatifu mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 24. John, the Gospel of John chapter 1 verse 1 to verse 14, but we shall look at only 3 verses, the rest will be supportive. Verse 1, 2 and 3 and verse 14. Tutasoma kwa Kiingereza kisha tusome kwa Kiswahili. Nasema hivi: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. There came a man who was sent from God. His name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who received him, to those who believed in him, in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, and the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Katika Kiswahili Biblia inasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilivyofanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyu alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye
ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kitabu cha Yohana. Ikiwa ungependa kuelewa Yesu ni nani, Yesu akiwa mwana wa Mungu, Yesu akiwa Mungu, unasoma kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana kimejaa picha ambayo inatueleza vizuri kwa uwazi kwamba Yesu ni Mungu. Na wale ambao hawaamini kwamba Yesu ni Mungu wanaenda kinyume na wanakosea. Na hapo ndio mahali tunapotoka watu wengi ambao wanaishi katika hii dunia. Watu wanakosa kupata wokovu, si kwamba wokovu haipatikani, si kwamba wokovu haimo karibu na watu, lakini ni kwa sababu tumemtenga Yesu na kumweka kwamba yeye ni binadamu wa kawaida kama mimi na wewe. Lakini tukimjua kwamba yeye ni Mungu katika mwili wa mwanadamu, hapo ndio tutaanza kujua mapenzi ya Mungu, na kisha wokovu itakuwa ngumu kwetu kuipata. Madhehebu mengine mengi ambao wanajadili kuhusu Yesu akiwa tu ni mtu kawaida, aliyezaliwa, aliyeumbwa kama mtu mwingine yule, wanakosea pale, na hapo ndio wanaacha njia ya wokovu, njia ya uzima. Lakini kwa sababu ya msimu wa Krismasi, neno la Mungu linaweka wazi huyu Yesu ni nani. Na tukianzia mali inaanzia kuangalia ubinadamu wa Yesu ndani ya uungu wa Yesu, itakuwa rahisi sisi kuweza kusherehekea msimu huu tukijua kwamba Yesu ni peke yake, hana rafiki katika eneo yake. He has no peer. He is so unique, Son of God. He is the only man who is man and God at the same time. The only person who came from heaven to be in a position to save mankind. Na hakuna wokovu itapatikana kwingine isipokuwa kwa Yesu. And that is why Christmas is a very critical moment in the life of a Christian. Ni lazima unashukuru kwa sababu chemichemi ya uzima wa milele iliundwa na kuleta kwetu katika msimu wa Christmas. So it's not about clothes, it's not about making our compound so beautiful by, adding a lot of flowers and Christmas trees. It's not about visiting others. It's not about the short text about Christmas. It's about salvation of mankind. Na hiyo inakuja tu kwa Yesu peke yake. He's so unique. He has no peer in his, in his status. Na kwa hivyo tunaangalia mahali ilianzia, the word. Today we are looking at the word. Kwa sababu hapo ndio mahali ambapo ilianzia, the word. Not just a word, but the word. With a definite article, the word. Tunaangalia neno. Na mambo ambayo yako katika sehemu ambayo tumesoma, tutaangalia mambo matatu kuhusu neno. Nasema huyu Yesu ni neno. Na tutaiangalia kwa sehemu tatu ambayo inatusaidia kuelewa kwa nini yeye alichukua mwili wa mwanadamu na kuja kuishi katikati yetu. Jambo la kwanza tunasema Jesus Christ is the eternal word. Jesus Christ is the eternal word. Yesu Kristo ni neno la milele. Ukiangalia katika mstari wa kwanza na mstari wa pili, inasema hivi vizuri. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. That is where we must begin. Kwamba in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. We begin from the beginning, where it began. Kabla ulimwengu kuumbwa, kabla yale ambayo tunaona siku ya leo kuweko, kulikuwa na neno. Na tumejulishwa vizuri kwamba hiyo neno ilikuwa pamoja na Mungu. Na hiyo neno ilikuwa ndio Mungu. And Jesus Christ is the eternal word of God. He was there from the beginning. Even before the creation, he was there. Na kwa hivyo tunasema Yesu Kristo ni neno la milele yake Mwenyezi Mungu. And that is why we have the privilege
of celebrating Christmas, kwa sababu ile neno ambaye Mungu alitamka na ile neno ambaye Mungu alitumia kutuwezesha kufika mahali tupo, hiyo neno ndio imetupatia uwezo wa kumjua Mwenyezi Mungu. The word was God, the word was with God, and from the beginning that word was God. That is where Jesus is truly God. Yohana anapoanza hivyo anaweka wazi kwamba we are not just discussing a man, we are discussing a unique man who is already God from the first statement of the word of God in the book of John. Kwa hivyo huyu Yesu ambaye tunamsherehekea sio tu kijana wa juzi, sio tu mzee mwingine mwenye hekima, sio tu jamaa aliweza kuja akiwa na ushuhuda wa wanadamu, akiwa na uwezo wa kimiujiza. Hapana, ni neno lake Mwenyezi Mungu, the eternal word of God. Na katika mila ya Wayahudi, unaposema neno unaongea kuhusu mwenye kutamka ile neno. The word carries the weight of the one making it. The word carries the character of the person. The word carries the power of the person. The word carries the mind of the person. The word carries the entire person. Kwa hivyo tunaposema Yesu ni neno la Mungu ya milele, tunasema ni Mungu ule anadumu milele. So when we talk about humanity of Christ, tunaanzia pale Mungu anachukua hatua ya kunena. Ndio maana sisi tuko jinsi tulivyo. Na hilo neno ndio inatupatia nuru ambayo tunahitaji, kama vile imesema katika mstari wa 5 na kuendelea, mstari wa 4 na kuendelea. Inasema in him, kwa hilo neno, was life, and that life was the light of men. Not just a simple one. Ni neno ambalo inabeba nuru, neno ambalo inabeba uzima. So when we celebrate, tunakumbuka kwamba nuru ya ulimwengu ndio hilo neno. Neno ambalo linatupatia uzima, tena uzima wa milele, hiyo neno ambayo alikuwekwa na Mungu tangu mwanzo na ndio Mungu. So as we come to Christmas, that is the gravity, that we are celebrating the eternal word of God that has come to be with us. Number 2, Jesus Christ is the creative word. Angalia verse 3, the creative word. Ni neno ambalo iliweza kuumba. Ni neno ambalo liko na uwezo ya kuumba kile ambacho tumeona. Ukiangalia katika mstari wa 3 inasema, through him all things were made, without him nothing was made that has been made. Kupitia kwa yeye kile ambacho tunaona iliweza kuumbwa. Vyote vilivyofanyika kwa huyu, wala pasipo yeye hakukufanyika chochote kilichofanyika. Ukitoa Yesu kwa picha, hakuna kile ambacho kitasimama. It's just everything. Whatever has been created, whatever we see today, came because of the creative word of God, and that is Jesus. And that is why tunasherehekea, because through him we were created, and more than that, in the image of God. Kupitia kwa Yesu tuliumbwa kwa mfano wake Mwenyezi Mungu. So actually when we come to Christmas and we celebrate, we are celebrating our essence. We are celebrating who we are exactly. Kwa sababu tuliumbwa na yule ambaye tunamsherehekea. Ni kama uende Japan and all the vehicles are standing. Toyota yote imesimama, kama ni Suzuki, kama ni Prado, Toyota yote imesimama na kucelebrate wa Japanese ambao ni watengeneza. And that is exactly the picture. Christmas is all humanity rising up to celebrate, to worship God, the real and the true creator, Jesus Christ himself. Because that is the creative word of God. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo, mlango wa 1 na mlango wa 2, wakati Mungu anaumba, anasema let there be. Anatamka na kila kitu inakuja. Akasema wacha kuwe na nchi kavu na kuwe na bahari. Akatenga bahari na nchi kavu, na hiyo ikakuwa hivi, the creative word. Kwanza kabisa ukiangalia inasema the world was chaotic and full of darkness. Lakini roho wa Mungu alikuwa anatembea kwenye juu ya maji.
Mungu alipoangalia the chaotic scenery ambayo ilikuwa duniani, akasema let there be light. That is the creative word of God. Ukisoma mstari wa 4 nasema nini? Ile ilikuwa nuru ya ulimwengu. So when God spoke the creative word, ilileta nuru na ikagawa usiku na mchana. Then the next step, Mungu akasema wacha kuweko na bahari, na bahari iwe na vitu vyote ambavyo vimo ndani pale, samaki wa kila aina, ikakuweko namna hiyo. Nchi kavu akasema wacha kuwe na miti ya kila aina, all the species, ikakuwa namna hiyo. Nchi kavu akasema wacha kuwe na wanyama wa kila aina, na mwisho akamtengeneza mtu kwa mfano wake, kwa kumfinyana. The creative word of God. So in the universe that we are in today, katika ulimwengu ambao tumo ndani yake, vyote vilivyomo kama vile Zaburi inavyosema ni vya Mungu, ni kwa sababu kwa uwezo wa neno la Mungu Yesu Kristo aliumba kila kitu ambacho kinaonekana na kisichoonekana, because you cannot see everything. Unaona hapo mahali mnasema ni blue. Hiyo distance ya blue sio sawa kwa kila mtu. Inategemea nguvu ya macho yako. Kulia wengine kwa chini kidogo, kulia wengine kwa mbali kidogo, kulingana na the power of your sight. Hapo kupita hapo mahali ya uoni, kuna vitu vingi sana ambavyo kama tungefunuliwa tuone, labda tungezimia kwa sababu ya utukufu wa Mungu ambaye unaonekana kwa viumbe vya Mungu. In fact, the Bible in the book of Psalms says, the heavens declares the glory of God. Mbingu zinatangaza utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa neno la Mungu Yesu Kristo iliumba yote. That's why we normally say Jesus brings the glory to God. Kwa sababu hata kabla sisi kufika kuweza kuimba na kushangilia, mbingu na vyote vilivyoumbwa inaonesha utukufu wa Mungu. The creative word. Jesus is the creative word of God. And so when we come to celebrate, we are celebrating him who created everything. Kila kitu kilichoumbwa inasimama kwa sababu ya Yesu. And that is why uchungu ambaye iko katika maisha ya mwanadamu ni kumkana yule aliyemuumba. This season is not about food. It's about accepting him who created you. And opening your heart, na kufungua moyo wako na kusema, Kristo ingia ndani ya maisha yangu. Uniumbe upya. Kwa sababu kuna kule kuumbwa asili, alafu ya pili kuumbwa katika wokovu. And that is where we begin our celebration. Kwamba tumemjua, tumempenda, tumemkubali. Ile kazi alifanya msalabani tumesema ni yetu. Alituumba upya kutokana na ile dhambi iliingia katika Mwanzo mlango wa 3, ikavuruga amani ya Mungu, ikaondoa kila kitu kizuri ya Mungu katika maisha yetu. Lakini kile kidogo Mungu alibakisha ni uwezo wa sisi kumtambua. Amesema pale alipokuja kwake kwa dunia hii, dunia haikumtambua japo kuwa yeye ndiye aliumba dunia. Lakini sisi tuna privilege. Tuko na bahati kubwa sana na neema ya Mungu kubwa sana kuweza kumtambua yeye aliyetuumba na kumkubali. That is why we are gathered here today. So before we look at him taking the human body, tunaangalia kwamba yeye aliumba kila kitu. He is not part of the creation, he is the creator. Aliumba kila kitu, akaiweka kila kitu jinsi anavyofurahia na inavyompendeza. That is why pale mwisho Mungu alipokuwa akiumba akasema ni mzuri, ni mzuri, ni mzuri. Alipofika mwisho akasema it is very good. Baada ya kumalizia kumuumba mwanamke, it is very good. That's why I normally say, sisi wanaume tukibaki peke yetu hapa dunia hii bila mwanamke hata mmoja, takuwa kama ile soda imefunguliwa, takuwa very flat. Very flat. Enda kwa sherehe ndio utajua kwamba wamama wanafanya hii dunia kwa tamu. Bwana Yesu asifiwe na mama. Hata msemi amen kwa hiyo. Imagine. You know, sherehe hatuwezi kudance bila kina mama. Wazee tu wanasimama wasema waite. You know. Wale ya bangala ndio wamisi, kali amu ibu ikite mungi wamisi. You know. Meja ya bangala ndio. Meja ya kivi ngo no tinga atiki pyo mito ko misko meta sani tinga ta awade unilole tapo omariana. You know, that's how we are flat. Lakini wamama hata kupika ni wimbo. Hata kusavu ni dance. Kabla tujaketi chini tumesema wacha tuipe kwanza, tufurahie, tusherekee. Na vifijo na vigelegele inatoka kwa mama.
And I wish such a time as this we can celebrate the creative word. Na tufurahie kwa dance. Hata kama mnaogopa kudance watu wakiona, mkifika nyumbani funga mlango na muimbe nyinyi pekee yenu, hakuna shida. Mungu anaona. Hapo tunaomba sasa dance kabisa ni kongoje Yesu because you created us. And enjoy and flex the muscles that God created for you. And over and above all else, enjoy the blessings of eternal salvation that you have because of what Jesus recreated in us. Ukiangalia kitabu cha Waefeso inasema yeye alituumba upya ndani ya Kristo kwa sababu ya wokovu. He recreated us again in Christ because of salvation. Kwa hivyo, we are not only created in terms of the original creation, lakini pia tuliumbwa upya baada ya sisi kuingia katika dhambi. And that's why we are celebrating Christmas. Kutoka ile dhambi yetu kutoka Genesis chapter 3 tumekuja mpaka tumefika Matthew, tumefika Mark, tumefika Luke na John, tunaona utukufu wa Mungu pale msalabani na tunaumbwa upya ndani ya Kristo na kupatiwa dhamiri safi ambayo tunaweza kusonga mbele zake Mwenyezi Mungu. So Christmas is about us being cleansed, being renewed, being born again so that we can accept the creative word and move on doing the will of God. Na jambo la mwisho la tatu, nasema Jesus Christ is the incarnate word. Jesus Christ is the incarnate word. Hiyo neno incarnate usisituke si kubwa, ni kusema Yesu Kristo ni neno ambalo lilichukua mwili wa mwanadamu. Incarnation is taking the body. Katika mstari wa 14 inasema hivi: The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Mstari wa 14 inasema, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Christmas is about God stepping into the realms of mankind. Mungu kuingia katika milki ya mwanadamu. Mungu kuingia katika milki ya mwanadamu. Hangeweza kuingia katika milki ya mwanadamu bila mwili. And that is why ukisoma Biblia inasema shetani anapitia dirisha. Ukiona mtu akipanda dirisha akiingia kwa nyumba, sisemi mingi, sikumuita shetani, sema shetani anafanya nini? Sikumuita shetani, useme Mungu pastor alisema ati kila mtu anaruka dirisha. Shetani ndiye anapita kwa dirisha. Hakupita kwa mlango. Kuna mlango moja tu ya kuja dunia hii, kupitia kwa birth canal, kuzaliwa kupitia kwa njia ya uzazi ya mwanamke. Hiyo ndio njia pekee ya kuja dunia hii. Na Yesu kama angeshuka tu bila kupitia kwa hiyo njia, mlango ya kuingia dunia hii, hangekuwa mwokozi wetu. Na hiyo ndio njia ambayo inawekwa wazi, yeye kuchukua mwili wa mwanadamu ili kuwa Mungu kamili na mwanadamu kamili ambaye anaweza kuweka daraja sisi kucross kwenda kwa Mungu. The only person who can make us cross from human realm to God's realm is the man and God, Jesus Christ. Kuna walimu wengi wa kidini wamekuja dunia hii, wengi sana, wa kila aina, and they've claimed to be the savior or saviors of the world in their own capacities. But ukweli wa mambo ni kama yeye si Mungu na mwanadamu kamili, hawezi kuokoa mwanadamu. Never and ever. The Bible puts it clearly. So, Yesu kuchukua mwili, step number 1, ili aweze kuzaliwa katika milki ya wanadamu. Hangeweza kufanya hivyo. Today, if God comes into this sanctuary today, kwa utukufu wake, all of us will be dead. Hii mwili haiwezi kuona Mungu na kuendelea kuishi. All of us will be dead. So God can never save us. Mungu hawezi kutuokoa
kwa kuja kusimama katikati yetu na utukufu wake. Sisi ni wenye dhambi, sisi ni wanadamu wenye wadhaifu sana, wenye dhambi zaidi. Hatufai kusimama ndani ya utukufu wa Mungu. Lakini Mungu akifunikwa na mwili wa mwanadamu akaja kwetu. Ndio Yohana akasema tukamuona. Na akiandika katika kitabu cha kwanza cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, akasema tulimuona na tukamgusa na tukashuhudia. Hapa anasema na tukamuona na tukaona utukufu wake. Amejawa na neema na kweli. Is full of grace. We are saved because of the grace of God. Na Yesu kuchukua mwili si kusema amekuwa lesser. In fact, amejiweka katika hali ya kutuokoa zaidi. Ni kama vile mtu ameenda shule akasomea taaluma fulani. Akisha maliza kusomea hiyo taaluma, anapewa kazi ya kufanya hiyo kazi ambayo inaambatana na hiyo taaluma, which means he is a better servant in that area. And so by Jesus taking the body of human being and being born as a mere human being, as a simple human being, like every other person, having all the qualities of a human being, but sinless qualities of a human being, akaweza kupata kwenda msalabani. Ndio akaweza kutupata damu ya kumwaga pale msalabani, ili sisi tuweze kusafishwa kwayo, tupate kumjua Mungu, tukawa na dhamiri safi ambayo imeoshwa, na tukaweza kupata nafasi ya kuona Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu amejifunika na mwili wa mwanadamu, ili ule utukufu tutauona kwa uwezo. Ni kama vile wakati mwezi na jua inapitana, unaambiwa usiangalie ukitumia naked eye, tafuta kitu nyeusi alafu weka hivi ndio uone. Mwili wa Yesu ni kama hiyo pazia ambayo inakuja ndio tuweze kumkaribia Mungu na kumjua zaidi. Ukimwona Yesu umemwona Mungu. Ukimwamini Yesu umemwamini Mungu. Ukimkana Yesu umemkana Mungu. Ukimpenda Yesu umempenda Mungu. Ukimwamini Yesu umemwamini Mungu. Ukimkimbilia Yesu umemkimbilia Mungu. Ukifungua moyo wako Yesu aingie ndani ya maisha yako, umefungua moyo wako Mungu aingie ndani ya maisha yako. That is the difference. Lakini angeshuka kwa utukufu bila alivyo Mungu, tungekwisha sisi wote. Because our sinful position cannot allow us to behold the sinless and holy God. So Yesu akachukua mwili wa mwanadamu, the incarnate word. We are celebrating Mungu kufanyika mwanadamu na kukaa katikati yetu. In other versions nasema and the word took flesh and tabernacled among us, na akadumu katikati yetu. Naye neno alifanyika mwili. That's how alifanyika mwili. Alichukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa Bikira Mariamu. Akaa the usual 9 months of every child. Ilipofika wakati akazaliwa kule Bethlehem kwenye hori la ng'ombe, akalazwa pale, akafunikwa na nguo ya watoto wadogo kama ilivyo desturi. Na akakuwa, ukiangalia Luka anamalizia mlango wa pili pale mwisho 52 akisema na Yesu akakuwa kwa kimo na kwa hekima na kwa neema mbele ya Mungu na wanadamu. He grew like everybody else, but the difference, sinless. Kiyet ko ujito, lakini tofauti ni tutaje Yesu komanyor nafasi de bate kito usabe jito ko. Kinyo go wago igole imugokse ko mengis ki ko sabe engonyone amate kito. Jesus personifies the sinless situation of a human being in this planet Earth. Vile tungeishi bila dhambi. And that is why we have a new beginning in Christmas. Kwamba tumeona na tumejua kuna uwezekano mtu kuishi bila dhambi katika dunia hii. Kwa sababu Yesu aliishi bila dhambi katika dunia hii. Alafu ya pili kasema akakaa kwetu, aliishi dunia. To experience the weaknesses, to experience the limitations, to experience the hardships. Yesu baada ya kuzaliwa alilia kama kila mtu yule. Akawa na wakati ambapo anahisi kiu, anahisi njaa, wakati amehisi uchovu katika mwili wake, wakati ambapo ameudhika kwa sababu ya mambo ambayo wanadamu walifanya. Kumbuka kwa mfano vile alivyoenda akasafisha hekalu, akapiga watu wote akatoa pale, akawafukuza, akasema nyumba ya Baba yangu ni nyumba ya maombi, sio pango ya wezi.
alichoka kama kila mtu, akalala usingizi wakati Mary walikuwa na cross, wanafunzi wake na yeye alikuwa na cross Galilee, akalala kama kila mtu, mpaka hata kusikia mawimbi, mpaka wanafunzi wanaenda kumwamsha, anasema Bwana wewe, tunakufa, mawimbi imetukabili na tunakufa. Like everybody else, he cried. Wakati Lazaro alipokufa, alikuja akalia. The Bible says Jesus wept. Kama kila mtu alikuwa na hisia, alikuwa na emotions like everybody else. He went through everything painful in this world, and the most painful of it all was dying on the cross because of our sins. Yeye aliyekuwa asiyejua dhambi akakufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi ya wote, akabeba uchafu wetu. Ilianzia Christmas, yeye kuchukua mwili wa mwanadamu, akakaa katikati yetu mpaka alipochukuliwa. And then the next thing naambiwa utukufu tuliuona, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, tukaona utukufu wa Mungu. Man is able to behold the glory of God in Christ. Mungu akiwa katika mwili wa mwanadamu tunaweza kumtazama, tunaweza kumguza, as John says in 1 John. Hebu nisome hiyo sehemu, 1 John. Angalia 1 John chapter 1. John chapter 1 verse 1 to 4. Inasema hivi, that which was from the beginning, hiyo neno, which we have heard, tumeisikia, which we have seen with our eyes, tumeuona na macho yetu, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. Tunaweza kumguza Mungu ndani ya Yesu. Tunaweza kumuona Mungu ndani ya Yesu. Tunaweza kumkaribia Mungu ndani ya Yesu. Tunaweza kutembea na Mungu ndani ya Yesu. Tunaweza kuipokea neno la uzima ndani ya Yesu ambaye ndio Mungu katika maisha yetu. Verse 2 inasema the life appeared, ile uzima ulionekana ndani ya Yesu. Yesu mwenyewe ni uzima, akasema hivyo. Wakati John alikuwa anaongea akasema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. The life appeared. Kwa Yesu uzima uliweza kuonekana. We have seen it and testify to it. Tumeuona na tutatoa ushuhuda kuhusu hiyo uzima. Akaendelea akasema and we proclaim to you the eternal life. Akasema tunawatangazieni ninyi uzima wa milele. Jesus in human body is eternal life. Bila yeye kuchukua mwili wa mwanadamu hatuna uzima wa milele. That is why we must celebrate Christmas, because in him we have eternal life, which was with the Father, ilikuwa na Baba, and has appeared to us, na imeonekana kwetu kupitia kwa mwili wa Yesu. Huyu mwanadamu Yesu analeta utukufu wa Mungu katika milki ya mwanadamu, na anafanya mwanadamu kuweza kuelewa uzima ambaye Mungu anampatia. He is the real life. Akilazwa pale horini, tunaposherekea, akilazwa pale horini, he was not just a mere boy, he was eternal life, handled by men. Wale wachungaji waliokuwa chunga mifugo kule usiku, walipoenda kumuona, they were beholding eternal life that has come to mankind. Ili Mungu kupitia kwa kuzaliwa kwake Yesu Kristo, wanadamu wakaanza ukurasa mpya wa wokovu. So without that manger, without Mary and Joseph bringing the season of Christmas, then wanadamu hana nafasi ya kumjua Mungu. Biblia inaendelea kusema nini verse 3? We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with the Son Jesus Christ. Sema tunawatangazia kile ambacho tumeona na kusikia, ili mkaweza kuwa na ushirika na sisi, na zaidi ya hapo mkawa na ushirika na Mungu Baba, na pia ushirika na Mungu Baba ambaye imewezekana kwa Yesu kuchukua mwili wa mwanadamu. So alipozaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, achukuliwa mimba,
akazaliwa akiwa mwanadamu kama sisi wote, lakini asiyekuwa na dhambi, asiyekuwa na mawaa, ikawezekana sisi kuweza kusongea kwake Mwenyezi Mungu. Na Yohana anamalizia katika mstari wa 4 akisema, we write this to make our joy complete. Anasema tunaandika hii kufanya furaha yetu ya moyoni kuwa kamilifu. That is why ule mwandishi wa wimbo akasema joy to the world. Kwa sababu gani? This incarnate word of God is God in human body, to come and bring joy to the universe that was full of chaos because of sin. Hebu fikiria kidogo machozi ambayo iko kwa hii dunia. Kama tungeweza kuchukua balance na kuweza kuteka machozi kutoka kwa kila mtu ambaye analia, how much tears would you have per day? Kutoka tu asubuhi saa 1 mpaka jioni saa 12. Ungekuwa na galani ngapi ya machozi? Singekuwa bahari. Because everybody is crying everywhere. Kuna watu wamelia usiku mzima juu ya pilo, sababu aliwachwa, mume alitoroka, mke alitoroka. Ndio kuna jamaa moja huko Western, pia ni hii wiki ama last week, alijinyonga kwa sababu mke wake alihama na mtu mwingine. Kabla kufika kujinyonga lazima alilia. Hiyo tungechota kala nyingine ya machozi. Kuna wengine wanalia wamepoteza kazi kwa sababu ya corona. Mkate imekuwa adimu kwa meza yao. Wanalia, laiti tungepata hata slice moja ya mkate, tugawe watu 7 wa familia. Hiyo ni machozi. Kuna wengine wamesingiziwa na wamewekwa korokoroni kwa sababu ya uongo. Wanalia, wanasema laiti mtu angesema ukweli, singekuwa hapa. Poteza ajira, amepoteza familia, mama na watoto wako nje ama baba na watoto wako nje, yeye hapo jela. Wanalia. Na mama moja alishuhudia uongo. Anasema mumewe amembaka msichana wao mdogo. Na msichana pia akashuhudia uongo kwa baba yake, akasema alinibaka. Mzee alifungwa korokoroni, amekaa jela. Akihojiwa huyo mzee alikuwa analia. Analia akasema, lakini nimesamea mke wangu, lakini nimesamea mtoto yangu kwa sababu alidanganywa. Hiyo ni machozi mengine. Msichana alipojua kwamba baba ameumia kwa hiyo miaka yote, akaanza machozi. Kuna watu wako vitanda kule hospitalini wanalia. Uchungu usiku na mchana. Uchungu ya kila aina. Name it. Machozi yanatiririka. Kuna saa hii wengine wamefiwa, wanalia machozi. Dunia iko na machozi. In fact, ungeshika dunia namna hii, unakuta inatiririka machozi kutoka kila pembe, everywhere. But kwa sababu ya Christmas, we can afford a smile. Why? Because even though we are in tears, we have a hope of a better tomorrow. We have a hope of eternal peace. When the Prince of Peace shall be revealed, we shall celebrate forever and ever and ever. Kwa sababu machozi itakuwa kiti ya duniani, tutakuwa tumesahau. That is why the Bible says, tutakapoingia mbinguni, Kristo Yesu akitupokea, the first thing atapanguza machozi. That is only possible because of Jesus taking the human body and understanding the feelings of human beings. Alipochukua mwili akaelewa udhaifu wa mwanadamu na machungu ambayo tunapitia. Alipolia, alipoambiwa Lazaro amezikwa siku 4 kwa kaburi, akalia na akasema, ako wapi? Mlimweka wapi? Akasongea mbele kidogo akasema, Lazaro toka. Lazaro came jumping. That is saying he came into the realm of human being to change the pain of human being. Kinyo je iso kwenu tapi kwa sababu asema wala mwani nwe jete chinji kibune. So Christmas kumele suit. Christmas mele njabat ya tuja chamejo Christmas ko istay ta mwani nwe ka pichini kibo kwa sababu yegimi munyuni asigi ndiba unote ta kusenga ko yidike kibai bai. That is why tunasema tutaimba hallelujah. Not just hallelujah to worship God, hallelujah tumwacha nyuma. Hii sababu ile mama. Christmas makes it possible. Yo akse jota to amu Christmas ni bone Jehova.
Yesu Kristo. Kwa hivyo amechekea anetutichu akpoiboiyet kingine ikichute nafasi kakone Jehova na Christmas kenyini. And I want to thank God, hii ni Christmas yetu ya pili kwa kanisa hili. Hiyo ni mzuri sana. Happy birthday. Waje imechelewa kidogo. Nashukuru Mungu. Tumetoka mbali. Tunaenda mbali. Sababu hii Christmas itatupatia nafasi ya kuwa na nguvu mpya ya kuanza mwaka mpya na nguvu na ari ya kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunamalizia kwa kusema Yesu Kristo ni neno la milele. Yesu Kristo ni neno lenye uwezo wa kuumba. Yesu Kristo ni neno la Mungu lililochukua mwili wa mwanadamu na kuishi katikati yetu. Jesus Christ is the eternal word. Jesus Christ is the creative word. Jesus Christ is the incarnate word. And that last point is what makes Christmas what it is. Kuchukua mwili na kuzaliwa. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru sana. Tuna wingi wa shukrani na furaha tunapoingia katika msimu wa Christmas. Asante kwa sababu leo uliyotengeneza, ulipopanga kwa hekima yako yote na uwezo wako wote kusema, japo mwanadamu ameenda kinyume na mapenzi yako, japo mwanadamu amegairi amri yako, japo mwanadamu amekuwa mtu mwenye dhambi, japo mwanadamu amejiingisha katika eneo ambalo haukupenda wao kwenda, ukasema kwa upendo wako na kwa neema yako utatuokoa kupitia kwa Yesu Kristo. Yeye kuzaliwa, kuchukua mwili, kuishi katika dunia hii, kutembea uso wa dunia hii, kutenda aliyotenda, na utukufu wako tukauona alipopanda pale msalabani na kuweza kutoa uzima wake kwa ajili ya sisi tupate uzima wa milele. Tunakushukuru. Ilianza kwa msimu wa Krismasi. Tunapoadhimisha sikukuu hii mwaka huu, tunaomba neema yako katikati yetu. Tunaomba uwepo wako ndani yetu. Tunaomba neema yako ikatutosha ili kwa yote ambayo tutatenda na kusema na kuwaza, Mwenyezi Mungu, zaidi ya yote tukutukuze na tukuabudu. Tunakushukuru umbali huu. Asante kwa kanisa letu. Tunapo pia adhimisha mwaka moja tangu kuanza, Mwenyezi Mungu, sifa na utukufu inarudi kwako. Sisi tulio wadhaifu tulitenda kila jambo kwa uaminifu, na Mwenyezi Mungu tumefika hapa. Na tunajua kwamba kwa neema yako tutafanya mengi zaidi na utukufu wako utazidi kuangaza katika maisha yetu. Asante kwa kila familia ambayo inawakilishwa katika kanisa hili. Tunaomba neema yako itutoshe na baraka zako za milele zikawa juu yetu. Tunaposherehekea, hebu tusherehekee tukitambua kwamba ni jambo kuu ambalo litenda katika historia ya mwanadamu kuweza kuleta wokovu kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kukubali kutembea katika dunia hii ya dhambi na kuweza kwenda pale msalabani kulipa dhambi isiyo yako, bali kubeba mzigo uliokuwa wetu. Tunakushukuru kwa kukubali kuzaliwa kwa udhaifu, kukubali kutembea kwa udhaifu na kwa yale yote ambayo yanamkabili mwanadamu, na ukaelewa kile ambacho tunapitia. Ndiposa wewe ni mwokozi wetu unayetoshelesha mambo yote. We thank you so much that you are a savior that understands them who are being saved. Thank you, Father, because of giving us your eternal word. Thank you, Father, because of your creative word. And thank you, Father, because of your incarnate word. We live to glorify you as long as life endures. And we live to worship you for who you are and what you mean in our lives. So bless us this season and be with us. Let everything fall into place so that we may worship you and walk in purity even in this season of celebration. Allow us not to enter into bad things, indulge in evil things in such a time as this. But Jehovah God, help us to be holy. As we meditate about the incarnate word, Father, we pray that you will guide us in your light so that we may eternally worship you and praise you, even as we move through this season of Christmas, and even as we experience the pandemic. We still want to pray that this may not overshadow the blessings of Christmas, but above all else, we shall rise up to the occasion and honor you and worship you in truth and in spirit, despite the pain that we are going through. We know for sure that it is not difficult for you to remove the pandemic in our midst,
But Father, you've taught us many things. That life is short, we should make the best out of it, and that you are in charge of everything, and we are just mere mortals. We want to thank you for that, and we want to draw near to you so that, Jehovah God, we may experience the comfort that comes to us through Christ. May you be glorified in our lives now and forevermore. For this humble prayer, in Jesus' name. Amen. May the Lord bless you.